hakitoshiriki kwenye uchaguzi. Nataka kujenga hoja, tunahitaji ufafanuzi wote tushibe vizuri, kwa sababu ACT Wazalendo tuliwasilisha maoni kwamba haki ya chama kushiriki kwenye uchaguzi ni ya kikatiba, imejengwa katika msingi wa kikatiba, na kwamba kusaini huwe ni commitment tu peke yake na sio kukiondolea chama haki ya kushiriki katika uchaguzi. Kwa hiyo hilo tungependa ufafanuzi wake. Jingine ni la wapiga kura kuondoka katika vituo vya kupiga kura. ACT Wazalendo tulijenga hoja kwamba wapiga kura wasiwekewe marufuku ya kuondoka moja kwa moja, na badala yake waruhusiwe kukaa umbali wa mita 100 ili waweze kushuhudia michakato muhimu, hasa ya wakati wa ubandikaji wa matokeo. Na jambo la tatu, juu ya katazo la matumizi ya simu, ACT Wazalendo tulijenga hoja kwamba mawakala waruhusiwe kuingia na simu zao kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano. Na sisi ACT Wazalendo tulifanya uchambuzi wa maeneo 20 ambayo tuliona ni vizuri yafanyiwe maboresho, na leo licha ya kwamba mjadala ulikuwa mfupi, tumeyasisitiza baadhi ya maeneo hayo, na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imesema imeachukua na itatoa ufafanuzi kimaandishi. Kwanza ni kifungu ambacho kinasema kama chama cha siasa hakitoshiriki katika kusign, basi kitakuwa kimepoteza haki ya kushiriki katika uchaguzi mkuu. Tuliona jambo hilo linahitaji ufafanuzi wa kina, kwa sababu kwa maoni ya ACT Wazalendo tunaona kwamba kwa sababu haki ya ushiriki katika uchaguzi ni ya kikatiba, ingetosha kwamba kama chama kimesajiliwa, kina usajili wa kudumu, kipewe haki ya kushiriki katika uchaguzi. La pili ni suala la haki ya mawakala katika vituo vya kupigia kura, masuala yanayohusu ndani ya kituo, wakala anaingiaje, anatambulishwaje, na haki ya kupewa nakala ya matokeo. Tumesema mambo haya yangepaswa kuweka vizuri katika kanuni. Lakini la tatu, tumesema juu ya wajibu wa vyombo vya ulinzi na usalama, kwamba ingewekwa vizuri kwamba vyombo hivi vizingatie haki katika kutekeleza wajibu wao pamoja na weledi. Jambo la tatu ambalo tumelijengea hoja ni juu ya umuhimu wa kuweka sawa baadhi ya maeneo. Kwa mfano, adhabu ambazo zinaweza zikatolewa na kamati ya maadili, kusimamishwa kampeni, ni vizuri pawe na limitation. Isiachwe hivi hivi, kwa sababu unaweza ukazuiwa kampeni kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo haya pamoja na mambo mengine kwa ajili ya muda tumeyafanyia uchambuzi ambao tunaweza kushare ya maeneo ambayo yana mapungufu, kuona itakwendaje. La mwisho ni kwamba ACT Wazalendo tuliketi mwezi Februari kufanya halmashauri kuu, na tukasema kwamba hivi karibuni tutakutana kwenye kamati ya uongozi, na baada ya hapo tutatoa mwelekeo juu ya ushiriki katika uchaguzi. Ninayo furaha kuambia kwamba hivi karibuni katika kipindi kisichozidi wiki moja tutaketi na tutatoa sasa mwelekeo rasmi wa masuala yanayohusu ushiriki katika uchaguzi.